anaupenda mji wa Makkah al-Mukarrama. Siku ambayo mtume anafukuzwa kutoka Makka kuhamia Madina, kitendo ambacho mtume kilimuuma sana roho, kiasi ambacho anaondoka huku machozi yanamtoka akiutazama mji wa Makkah al-Mukarrama, mji ambao aliupenda sana kwa sababu alizaliwa ndani yake. Kwa hiyo mtume alikuwa ana uzalendo wa kweli katika nchi yake ya Makka. Ndio maana siku anaondoka alikuwa analia machozi kwa sababu alikuwa anaipenda nchi yake. Bali Mwenyezi Mungu kwa kuwa alikuwa anajua mtume anaipenda nchi yake, ikafika mahala Mwenyezi Mungu akamwambia mtume, la uqsimu bihadha albaladi wa anta hillum bihadha albalad. Mwenyezi Mungu akaapia kwa mji wa Makkah al-Mukarrama na akamwambia mtume, kwa hakika wewe mtume ndiyo mkazi halisi wa mji huu wa Makka, kwa sababu aliona namna gani mtume alivyoumia katika nafsi yake. Kwa hiyo mtume kuondoka kwake Makka aliumia katika nafsi yake mpaka Mwenyezi Mungu akaja kumfariji na aya maalumu ikashuka. Ukisoma katika suratul Balad, zile aya za mwanzoni zilikuwa ni aya ambazo Mwenyezi Mungu alikuja kumfariji mtume, kumwambia kwamba hakika ya wewe mtume, mji wa Makka ndiyo mkazi halisi, usijali, nenda, lakini siku moja utakuja kurudi katika mji wa Makkah al-Mukarrama. Na kweli mtume alipokwenda Madina, katika moja ya mipango yake ni kuweza kuukomboa mji wa Makka, kwa sababu ni mji aliyokuwa anaupenda. Mwisho wa siku akaja akafanikiwa kufanya kitu kinaitwa Fathu Makka. Mtume akaja akaugomboa mji wa Makkah al-Mukarrama, na mwisho wa siku mtume akarejea tena katika mji wa Makkah al-Mukarrama. Inaonyesha mtume alikuwa ana mapenzi na pale ambapo alipokuwa amezaliwa, alikuwa ana mapenzi na nchi yake aliyokuwa anatoka. Hubbul watani min al-iman, kuipenda nchi yako ni kipimo cha kuonyesha kwamba una imani ya sawasawa. Mafuhumu mukhalafa ya maneno haya, kuto kuipenda nchi yako ni kipimo kinachoonyesha ya kwamba hauna imani ya sawasawa. Kuto kuipenda nchi yako ni kipimo kinachoonyesha kwamba hauna imani ya sawasawa, kwa sababu kuipenda, imani ni katika kuipenda nchi yako. Usipoipenda nchi yako, maana yake hauna imani ya sawasawa. Ndiyo mafuhumu mukhalafa ya maneno haya, na wako baadhi ya wanawachuoni wanasema hii ni hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hubbul watani min al-iman, kuipenda nchi yako ni katika imani. Na usipoipenda nchi yako, maana yake imani yako inakuwa na nuksani ndani yake. Kuto kuipenda nchi kuna maana nyingi sana. Moja, kuto kuipenda nchi kwa maana ya kutokuwa mzalendo. We utakuwa uipendi nchi yako. Kwa mfano, ikitokezea Tanzania ikawa inasemwa vibaya, mathalan inasemwa vibaya, kisha wewe ukawa unafurahia Tanzania kusemwa vibaya, na wewe ukawa ni sehemu ya Tanzania kusemwa vibaya, wewe umekosa kitu kinaitwa uzalendo. Kwa sababu uzalendo ni kukipigania kile ambacho una asli nacho. Yani ikitokezea leo mtu akaanza kuitukana Tabora na wewe ni Mnyamwezi, moja ya uzalendo ni kuhakikisha unaitetea Tabora, ndiyo uzalendo. Kwa hiyo kuonyesha kwamba mtu amekosa imani au kuharibu ile nchi yake kwa kuwa amekosa imani ni kukosa kitu kinaitwa uzalendo. Miongoni mwa sifa za kuonyesha mtu hana uzalendo ni pale ambapo Tanzania ikawa inasemwa vibaya kisha na yeye akawa ana support. Wewe una uzalendo. Na ikiwa una uzalendo, tafsiri yake unarudi kwenye maneno yale yale ya Mtume, hubbul watani min al-iman, kuipenda nchi yako ni katika imani. Kama uipende nchi yako, maana yake hauna imani. Ndio tafsiri ya maneno haya. Kwa hiyo kipimo cha kuonyesha mtu kwamba ana imani na anaipenda nchi yake ni kuwa na uzalendo, ni kuisema vizuri ile nchi yake. Lakini miongoni mwa sifa nyingine kuonyesha kwamba mtu ana uzalendo wa sawasawa
ni pale ambapo anapokuwa anaweza kuihifadhi nchi yake, anaweza kuilinda nchi yake. Kinyume chake ni kwamba ikiwa mtu atakuwa anashindwa kuihifadhi nchi yake, anashindwa kuhifadhi mji wake anaokaa, mtaani kwake, pengine pale kwenye kitongoji chake, anashindwa kuhifadhi, maana yake mtu huyu amekosa kitu kinaitwa imani. Miongoni mwa sifa ya mtu kuwa na imani ni kuweza kuhifadhi pale ambapo anapoishi, iwe ni katika nchi, iwe ni katika wilaya, iwe ni katika mkoa, mahala popote pale ambapo Muislamu anaishi, ahakikishe ya kwamba watu wanapata salama kutokana na yeye. Ndio maana katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Mtume anasema almuslim man salima almuslimuna min lisanihi wa yadi, Muislamu aliyekuwa sawasawa. Almuslimu, ulama wanasema imekuja alif na lamu lilkamali, Muislamu aliyekamilika sawasawa. Man salima almuslimuna min lisanihi wa yadi, ni yule ambaye wanasalimika watu pale ambapo wanaishi kwa mkono wake na kwa ulimi wake. Ukitaka kumjua mtu ni Muislamu wa sawasawa na ana imani ya sawasawa, mtazame, je, watu wanasalimika kwa ulimi wake? Je, watu wanasalimika kwa mikono yake? Ukiona watu hawasalimiki kwa ulimi wake, kwamba yeye anatukana watu, yeye anatukana pengine kitongoji chake, anatukana mkoa wake aliotoka, pengine ni Mnyamwezi au ni Mdigo, anatukana alipotoka, ujue mtu huyo Uislamu wake una mashaka, kwa sababu watu hawasalimiki kwa ulimi wake na kwa mkono wake. Kwa hiyo kipimo cha kujua mtu kama ana imani ya sawasawa ni pale ambapo akawa na uwezo wa kuhifadhi nchi yake, akawa na uwezo wa kuhifadhi mkoa wake, wilaya yake, kitongoji chake anachoishi. Na ukimwona mtu anashindwa kuhifadhi, mtu huyo imani yake ina mashaka na Uislamu wake una mashaka. Lakini miongoni mwa alama za kuonyesha kwamba mtu ana imani ya sawasawa, za kuonyesha kwamba mtu ana uzalendo wa sawasawa, ni pale ambapo mtu akawa na uwezo wa kuweza kulinda ile amani inayopatikana pale mahala anapoishi. Yani ukimwona mtu anailinda ile amani ya mahala anapoishi, kwenye kitongoji, pengine kwenye mkoa wake, kwenye wilaya yake, kwenye nchi yake, ni ishara ya kuonyesha kwamba mtu huyu ana uzalendo. Na kama ana uzalendo, tafsiri yake ni kwamba mtu huyu ana imani ya sawasawa. Na ukimwona mtu yeye ndio anapelekea kuvunjika kwa amani mahala, tafsiri yake ni kwamba mtu huyu amekosa uzalendo. Na akikosa uzalendo, maana yake amekosa imani, kwa sababu Mtume anasema hubbul watani minal imani, kuipenda nchi yako ni katika imani. Kitu ukiwa unakipenda hauwezi kukiharibu kwa vyovyote vile. Kitu ukiwa unakipenda hauwezi kukiharibu, mahma kana, iwe itakavyokuwa. Hata kama unajua mapenzi yana kawaida moja, yani mtu akipenda kitu, hata kama mwanamke akiwa unampenda sana, anaweza akawa na makengeza, wewe utamuona analembua kwa sababu unampenda. Pengine ni chongo, wewe utamuona analembua kwa sababu una mapenzi naye. Na ikiwa una mapenzi na nchi yako, iwe itakavyokuwa, kwa vyovyote vile utakuwa unaihifadhi ile nchi yako isiweze kuingia kwenye maharibiko. Kwa vyovyote vile utakuwa unaizungumza vizuri ile nchi yako kwa sababu unaipenda. Kwa hiyo mtu akiwa na mapenzi ya kweli na nchi yake, maana yake ana uzalendo, na akiwa na uzalendo ana imani. Kwa vyovyote atakuwa anailinda ile nchi yake kwa sababu anaipenda. Na ukimwona mtu anaiharibu ile nchi yake, maana yake mtu huyu amekosa uzalendo na amekosa kitu kinaitwa imani. Ndugu zangu, hakuna tunu, hakuna kitu cha thamani tunachokimiliki kwenye maisha yetu kama kitu kinaitwa amani. Hakuna kitu tunakimiliki kwenye maisha yetu cha thamani kama kitu kinaitwa afya.
Hakuna kitu tunachokimiliki cha thamani katika maisha yetu kama kupata uwezo wa kwenda kwenye mizunguko yetu, tukafanya biashara, tukafanya kazi, tukapata mkate wetu wa kila siku. Iko kitu kina thamani kubwa sana. Asikwambie mtu yoyote. Ikiwa una uwezo wa kutoka ukaenda kuwatafutia wanao mkate wa kula, ugali ama ubwabwa, wakaja kula nyumbani, brother, hicho kitu kina thamani kubwa, mfano wake hakuna. Kwa sababu kuna baadhi ya nchi iko kitu hakipatikani. Ukienda Sudani iko kitu hakipatikani, lakini sisi tuna uwezo wa kutoka tukaenda kutafuta, tukawaletea wanetu wakala. Maana yake iko kitu kina thamani kubwa sana. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama, niongee kwa evidence kidogo, maanake siku hizi kila ukiongea watu wanakuambia kuna dalili. Watu wanataka dalili siku hizi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama katika moja maneno yake aliwahi kusema, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, yule ambaye atakayepambazukiwa hali ya kuwa ana amani kwenye kibanda chake. Ulama wanafasiri wanasema fi sirbihi, unaweza ukaifasiri kibanda, manake sio nyumba nzuri, kibanda. Unaweza ukafasiri pengine kibugobugo, pengine katika lugha ya Kizaramo mnaweza mkanielewa. Ukipambazukiwa hali ya kuwa una amani kwenye kijisehemu chako unachoishi, hata kama ni dhaifu, lakini umeamka hali ya kuwa una amani. Kisha Mtume akasema muafa fi jasadihi, kisha ukaamka hali ya kuwa una afya katika kiwiliwili chako. Indahu qutu yaumihi, kisha mtu huyo akawa anacho chakula cha kukila siku yake hiyo, yeye na wanaye. Mtume anasema fakaannama hizati lahu dunya bihadhafiriha. Ukiwa na mambo haya matatu, una amani, una chakula chako cha kukila wewe na wanao, una afya katika mwili wako, Mtume anasema kana kwamba umekusanyiwa dunia na vilivyomo ndani yake. Ndugu zangu, masiku kadhaa nyuma yaliyopita, miezi 4-5 nyuma iliyopita, sisi mashekhe tulikuwa tunahubiri sana kitu kinaitwa amani. Na nyinyi Waislamu ni mashahidi kwamba sie tukaitwa chawa, sie mashekhe tukaitwa chawa, tuliitwa majina hayo, bali ikafika kiwango tukadhiakiwa kwamba mashekhe bwana hawana PhD. Na baadhi ya Waislamu nao wakaingia kwenye mkumbo huo, wakaanza kuwadharau mashekhe wao wanaohubiri kitu kinaitwa amani bila ya kujua. Lakini kilichokuja kutokea Oktoba 29, kila mmoja hapa alikuwa anajua mashekhe walikuwa wanamaanisha kitu gani. Kila mmoja anajua aliyekuwa hapa, na kama mtu atakuwa hajui, huyo mtu akili zake inatakiwa akapimwe ili atazamwe kuwa ana akili sawasawa au hana. Tulichokuwa tunakipigia makelele ndio kile kilichokuja kutokea Oktoba 29. Tulikuwa hatutaki kitokee kile. Tulikuwa tunaona, tulikuwa tunajua nini kitakuja kutokea. Ubaya wa Waislamu ni kwamba wakati fulani wanadharau wale viongozi wao kitu ambacho wanachowaambia. Unajua, siku moja niliwahi kuambia, mtu wa kawaida akiongea huwa anaongea kitu kinaitwa communication, mazungumzo ya kawaida tu ya maneno ya mtaani. Lakini kiongozi wa kidini akiongea anaongea kitu kinaitwa communion. Maana yake ni mazungumzo ya kiroho. Unaona kwenye Kiingereza kama maneno mawili yanataka kufanana hivi, communication na communion, lakini ni maneno mawili tofauti. Communion maana yake ni mazungumzo ya kiroho. Kiongozi wa dini akiongea, maana yake anazungumza mazungumzo ya kiroho, anakuwa anaeleza Mwenyezi Mungu anasema nini na Mtume anasema nini kwenye jambo hilo. Mwenyezi Mungu hawezi kuongopa wala Mtume hawezi kuongopa. Lakini Waislamu wengi wakiwaona mashekhe wanaongea, wanaona
jamaa yule atakuwa chawa. Sio chawa. Mashekhe wanapozungumza kuna vitu wanakuwa wanaviona kutokana na maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa tuliyaongea sana, jamani, amani, 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 jamani, acheni jamaa, msiandamane jamaa, msifanye hivi jamaa. Kilichokuja kutokea, kila mmoja hapa anajua nini kimetokea katika nchi yetu. Tulikaa ndani wiki moja, tulikaa ndani wiki moja. Maisha yalikuwa magumu, ilikuwa ni dhiki juu ya dhiki. Mkate wa 1000 ukawa unauzwa 10,000, sehemu ya kwenda kwa 2,000 unaambiwa 40,000. Yale ndiyo maisha ya kukosa kitu kinaitwa amani.